Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 24. Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 24. Matendo ya Mitume 20 mstari wa 24. Matendo ya Mitume 20:24. Anasema, lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu, kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Huyu ni mtume Paulo. Bwana anasemaje? Anasema, lakini sihesabu maisha yangu kuwa ni kitu cha thamani kwangu, kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Anasema huu ndio ulikuwa ujumbe wake Paulo. Maana yake injili nini? Anasema injili ni neema ya Mungu. Maana ya injili, maana yake ujumbe wa injili ni neema ya Mungu. Ni neema ya Mungu. Maana kama kuna mtu anasema anahubiri, anapaswa kuhubiri nini? Neema ya Mungu. Hiyo ndio habari ambayo tunaishuhudia kwa watu, neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Kwa hiyo neema ya Mungu maana yake ndio ujumbe wa injili. Ukizungumza kuhusu injili, maana unazungumza neema ya Mungu. Sio vitu viwili vinavyotofautiana. Kwa hiyo ukiona mtu anasema anahubiri injili lakini sihubiri neema, maana yake hajaelewa anachokiongea. Haleluya. Maana yake hajaelewa anachokiongea. Maana injili ya neema ya Mungu, maana yake injili ambayo ni neema ya Mungu. Tafsiri yake hapo, maana yake injili ambayo ni neema ya Mungu. Kwa tunapozungumza kuhusu injili, maana yake tunazungumza neema ya Mungu. Sasa neema ni kitu gani? Neema ni kitu gani? Neema ni kitu gani? Hilo neno hapo neema linatokana na neno la Kiyunani. Neno la Kiyunani charis. Charis. Neno la Kiyunani charis. Neno charis ni spelling zake ni CHARIS. 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 Neema. Ambayo hili neno lina maana ya goodwill, favor or gift, kindness, ambayo inamaanisha wema wa Mungu, ambayo ina maana ya upendeleo anaopewa mtu asiyestahili. Upendeleo ambao anapewa mtu asiyestahili ni upendeleo ambao anapewa mtu asiyestahili. Ni favor, ni wema wa Mungu. Ni wema wa Mungu kwa mwanadamu. Ni kile kitu ambacho mtu anapewa pasipo kukifanyia kazi. Neema ya Mungu maana yake ni kitu ambacho mtu anapewa pasipo kukifanyia kazi. Ni kitu ambacho mtu anapewa pasipo kukifanyia kazi. Hilo neno charis limetumika mara 156 katika Biblia ya Kiyunani ya Agano Jipya. Limetumika mara 156 katika Biblia ya Kiyunani ya Agano Jipya. Kwa hiyo utaona limetumika mara nyingi sana kwa sababu ndio ujumbe wa injili. Haleluya. Kwa sababu ndio ujumbe wa injili. Ambalo hili neno charis la Kiyunani linatokana na neno la Kiebrania chen. Linatokana na neno la Kiebrania chen. Chen ambayo ni CHEN. Neno la Kiebrania chen. Yote yakiwa na maana ya upendeleo usiostahili. Upendeleo ambao anapewa mtu asiyestahili. Upendeleo ambao anapewa mtu asiyestahili. Haleluya. Upendeleo ambao anapewa mtu asiyestahili, ambao neno cheni anasema ni kindness, wema, favor, upendeleo, beauty, uzuri, acceptance, kukubaliwa, yote yakiwa na maana ya neema.
yote yakiwa na maana ya neema kwa neno la Kiswahili, yote yakiwa na maana ya neema kwa Kiswahili, ambayo anasema neema ni kitu kinachotolewa bure. Neema ni kitu kinachotolewa bure, freely given and cannot be earned. Kinatolewa bure, huwezi kununua, huwezi kulipia. Ni kitu ambacho kinatolewa bure pasipo kulipiwa. Hulipii neema, hulipii neema, inatolewa bure. Anasema ni upendeleo usio na kipimo kwa mtu asiyestahili. Neema ni upendeleo usio na kipimo kwa mtu asiyestahili. Unconditional love to someone who doesn't deserve it. Unconditional love to someone who doesn't deserve it. Kwa mtu asiyestahili. Anasema ni uamuzi wa Mungu wa kumrejesha mtu aliyeasi. Neema ya Mungu ni uamuzi wa Mungu wa kumrejesha mtu aliyeasi. Neema ya Mungu ni karama au zawadi ya Mungu kwa mtu asiyestahili. Neema ya Mungu ni zawadi ambayo mtu anapewa, mtu asiyestahili. Ni zawadi ya Mungu kwa mtu asiyestahili. Karama ya Mungu ni kipawa cha Mungu. Manake hulipii chochote. Ni zawadi ambayo Mungu anatoa. Kwa sema neema sio malipo kwa kazi ambayo umefanya. Ni zawadi ya Mungu, inatolewa bure kabisa. Neema sio malipo kwa kazi ambayo umefanya, ni zawadi ya Mungu, inatolewa bure kabisa. Inatolewa bure kabisa. Haleluya. Haleluya. Hilo neno chen linatokana na neno lingine chanan. Chanan ambalo CHANAN. CHANAN. Chanan, ambao neno chanan lina maana ya kuonyesha huruma. Kuonyesha huruma au upendeleo. Kuonyesha huruma au upendeleo. Kwa unapozungumza kuhusu neema ya Mungu, maana yake ni huruma ya Mungu au upendeleo wa Mungu kwa mtu asiyestahili. Huruma ya Mungu au upendeleo wa Mungu kwa mtu asiyestahili. Haleluya. Upendeleo wa Mungu au huruma ya Mungu kwa mtu asiyestahili. Neema inaonyesha matendo ya upendo tusiyostahili ambayo yanaonyeshwa kwa nia ya dhati ya mtoaji. Neema ya Mungu inaonyesha matendo ya upendo tusiyostahili ambayo yanaonyeshwa kwa nia ya dhati ya mtoaji. Maana tunapozungumza neema ya Mungu ina uhusiano wa moja kwa moja na nia ya mtoaji. Nia ya aliyetoa hiyo neema ni mapenzi yake Mungu, ni kwa hiari yake Mungu. Kwa hiyo neema ya Mungu sio maombi yako wewe kwa Mungu, ni kile Mungu amekifanya kwako kwa hiari yake. Haleluya. Ni kile Mungu amekifanya kwako kwa hiari yake, sio kwa sababu umeomba, sio kwa sababu unastahili, sio kwa sababu umefanya juhudi, ni kwa sababu ya kupenda kwake Mungu. Haleluya. Ni kwa sababu ya kupenda kwake Mungu, ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunasema ni upendo au rehema za Mungu kwa mtu asiyestahili. Ni upendo au rehema za Mungu kwa mtu asiyestahili. Ni upendo au rehema za Mungu kwa mtu asiyestahili. Kwa hiyo Mungu tangu kuumbwa misingi ya ulimwengu ameishi na mwanadamu kwa muundo huu. Na Mungu amekuwa anahitaji siku zote mwanadamu atambue neema hii iliyopo kwake ili kuweza kuhusiana naye. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tangu mwanzo hata sasa Mungu hajawahi kubadilisha namna anavyoishi na mwanadamu. Anaishi kwa kutumia neema yake. Haleluya. Anaishi kwa kutumia neema yake. Anahitaji tuhusiane kwa kutambua neema yake, kwa kutambua kile alichokifanya kwetu, sio kile tunachofanya kwake. Haleluya. Kile alichofanya Mungu kwetu
sio kile sisi tunachoweza kufanya kwake. Hiyo ndio tofauti ya namna ya kuhusiana na Mungu. Kuna namna ambayo wanadamu wanatafuta wao kufanya kwa Mungu, lakini Mungu anahitaji sisi tuelewe alichofanya kwetu. Neema ya Mungu ni upendo wa Mungu kumfuata mwanadamu. Haleluya! Ni upendo wa Mungu kumfikia mwanadamu. Ni huruma za Mungu kumfikia mwanadamu. Haleluya! Ni huruma za Mungu kumfikia mwanadamu. Upendo wa Mungu wa kumfikia mwanadamu. Ni yeye Mungu ndiye aliyeamua kumfikia mwanadamu. Mwanadamu huna uwezo wa kumfikia Mungu zaidi ya Mungu kukufikia wewe. Haleluya! Huna uwezo wa kumfikia Mungu, Mungu anakufikia wewe. Mungu anakufikia wewe. Unahitaji kutambua kile ambacho Mungu amefanya kwako. Haleluya! Fungua kitabu cha Mwanzo. Nataka tuanze, tutasoma kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, tuangalie namna ambavyo neema ya Mungu inafanya kazi. Haleluya! Kwa tutaanza kutoka kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo, tutasoma kote ili uweze kuelewa namna Mungu alivyohusiana, ili usifikiri kwamba neema ni ujumbe wa nyakati hizi. Neema sio ujumbe wa nyakati hizi. Neema sio ujumbe wa vijana fulani ambao kuna kundi la vijana wameibuka wanafundisha neema ya Mungu. Neema ya Mungu ndio tabia ya Mungu. Haleluya! Neema ya Mungu ni tabia ya Mungu ambayo haijawahi kubadilika. Haijawahi kubadilika. Ndivyo alivyo siku zote. Neema ya Mungu ni tabia ya Mungu. Haya, kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 31. Mwanzo 1:31. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 31 nasema, Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Mungu akaona na tazama kila kitu alichokifanya ni chema sana. Ni chema sana. Hii ni historia ya uumbaji wa Mungu. Hapa alikuwa ameshakamilisha uumbaji. Maana yake anasema katika vitu vyote ambavyo Mungu amevifanya, tazama ni vyema. Kwa hiyo hakukuwa na kitu kiovu chochote. Hakukuwa na jambo ovu lolote ambalo Mungu aliumba mpaka anakamilisha uumbaji. Mambo yote aliyoyafanya yalikuwa ni mema sana. Yalikuwa ni mema sana. Na ndio maana tukiwaambia watu kwamba hakuna jambo ovu linalotoka kwa Mungu, watu wanakasirika. Lakini unaona Mungu mpaka anakamilisha uumbaji, mambo yote aliyoyafanya yalikuwa mema sana. Ukisoma huko nyuma utaona uumbaji alikuwa anafanya, akaumba, na hapa mwisho anasema mambo yote aliyoyafanya yalikuwa mema sana. Hiyo ndio tabia ya Mungu. Kila kitu alichokifanya ni chema sana. Anasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya, tazama ni chema sana. Ni namna ya uandishi, lakini ni Musa ndiye aliyeona kwamba kila kitu kilichofanywa ni chema sana. Mungu alikuwa anajua kwamba kila kitu alichofanya ni nini? Ni chema sana. Kwa hiyo huyu aliyeona ni nani? Ni Musa aliyeandika kitabu. Kwamba Mungu akaona kila alichokifanya ni chema sana. Ni Musa ndiye aliyeona kila alichokifanya Mungu ni chema sana. Hakukuwa na jambo ovu ambalo lilionekana kwa Mungu. Haleluya. Hakukuwa na jambo ovu ambalo lilionekana kwa Mungu. Nataka niwafundishe kuhusu habari ya anguko la mwanadamu, lakini tuone neema ya Mungu kutoka huku, namna alivyokuwa anaishi na mwanadamu. Haleluya. Ili usifikiri kama neema ya Mungu ni ujumbe wa nyakati hizi. Angalia Mwanzo sura ya pili. Mwanzo sura ya pili mstari wa 16 na 17. Mwanzo sura ya pili mstari wa 16 na 17. Anasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika.
siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Angalia mstari wa 9. Mstari wa 9 anasema, Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Unajua namna ambavyo kitabu kiliandikwa, unatakiwa ukielewe sana. Ukisoma hapa nyuma ambapo mstari wa 31 anasema kila kitu Mungu alichokifanya kilikuwa ni chema sana. Lakini katika sura ya pili umeona kuna mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa mtu anasema kama Mungu kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu watu wanasema kwa nini Mungu alichipusha miti miwili? Aliweka na mti wa ujuzi wa mema na mabaya wa nini bustanini, ikiwa alijua wanadamu wataanguka katika huo? Watu wanatujifunze ni kitu gani? Haleluya. Ni kitu gani? Ukisoma katika sura ya kwanza mstari wa 29, mstari wa 29 anasema, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Sasa mstari wa 29 na 30 umeona tayari kuna miti, kama mimea ilikuwa imefanya nini? Imepandwa. Yote alikuwa ameshapanda. Lakini ukija sura ya pili tena unaona anakuambia akachipusha tena miti mingine. Ilitoka wapi ikiwa alikuwa ameshapanda miti mingine? Kwa hiyo kuna tofauti ya miti ya kwanza na hii miti ya pili. Kuna tofauti ya miti ya kwanza na miti ya pili. Hii miti ya pili ni kitu gani? Ndio ambacho nataka tukielewe. Kwa hiyo kitabu cha Mwanzo kimeandikwa kwa lugha, kwa ufunuo. Aliyeandika ni Musa. Musa amezaliwa katika kitabu cha Kutoka sura ya pili ndio Musa anazaliwa. Lakini ameandika matukio ya uumbaji ya mwanzo ambayo yeye hakuwepo wakati ya matukio yanatokea. Kwa hiyo kama Musa aliyaona haya matukio, aliyaona kwa njia gani? Kwa njia ya ufunuo. Kwa njia ya ufunuo au maono. Na njia ya ufunuo au maono au ndoto inakuja kwa lugha ya picha. Haleluya. Inakuja kwa lugha ya picha, ambazo lugha za picha lazima zitafsiriwe ili uweze kupata maana ya hiyo lugha ya picha ambayo ni sawa na wewe ukilala ukiota unaweza kuota ng'ombe anakufukuza. Ukaosha ng'ombe anakufukuza, umekimbia umeenda umetumbukia kwenye shimo. Hii ndoto ina maana gani? Kwa nini? Kwa sababu ni lugha ya picha ambayo inahitaji tafsiri ili uweze kujua. Ng'ombe anakukimbiza hii itakuwa na maana hii na hii na hii. Haleluya. Itakuwa ina maana hii na hii na hii. Kwa hiyo Musa wakati anaona hii miti miwili bustanini, maana yake ilikuwa ni katika maono, ni lugha ya picha ambayo lazima tuitafsiri. Hii miti miwili ni kitu gani? Hii miti miwili ni kitu gani? Haleluya. Anasema matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Siku utakayokula utakufa hakika. Siku utakayokula utakufa hakika. Kwa hiyo tuliangalia huku mwanzo, kila kitu alichofanya kilikuwa ni chema. Mara ya kwanza hapa kinatajwa kifo. Ni katika huu mstari kwamba siku utakayokula utakufa hakika. Maana yake kifo kipo katika kula. Kifo kipo katika kula, hakipo katika uumbaji wa Mungu. Kifo kipo katika kula, hakipo katika uumbaji wa Mungu. Katika kula ndiko kuna kifo. Utanielewa na kuzidi kuendelea. Vitakaa vyote sawa kichwani. Haleluya. Vyote vitakaa kichwani. Kwa anasema siku utakayokula utakufa hakika. Siku utakayokula utakufa hakika. Huo ni ushauri wa Mungu kwa mwanadamu kabla mwanadamu hajafanya nini? Hajala. Ni ushauri wa Mungu kwa mwanadamu kabla mwanadamu hajala.
Lakini ukija sura ya 3 sasa, hapa Mungu amewashauri kwamba siku utakayokula utakufa hakika. Kaongea na Adamu. Sura ya 3, tuanze mstari wa 1. Anasema basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alisema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Umeona kwanza anapoongea kitu ambacho sicho Mungu alikisema. Anasema msile matunda yote ya miti yote ya bustani. Nyoka anamuuliza mwanamke. Lakini pale alimwambia nini? Matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya msile. Siku utakayokula mtakufa hakika. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse msije mkafa. Umeona mwanamke anapatia alikijibu ni tofauti kabisa na maagizo ya Mungu ambayo aliyasema. Mungu alisema nini? Kwa sababu anasema katikati ya bustani alichipusha mti wa uzima. Si ndio? Katikati ya bustani ulikuwa mti wa uzima, anasema na mti wa ujuzi wa mema na mabaya ambao obviously haukuwepo katikati, si ndio? Yeah, ambao haukuwepo katikati. Kwa hiyo akasema mkila mti wa ujuzi wa mema na mabaya mtakufa. Wale mti wa uzima ambao ulikuwa katikati ya bustani. Lakini mwanamke anasemaje? Mwanamke anasema kwamba anasema lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse msije mkafa. Alitoa wapi? Alitoa wapi? Ambayo kitu ambacho Mungu hakukisema kabisa. Mungu hakusema. Kwa sababu Mungu alikuwa anahitaji wale mti wa uzima ulio katikati ya bustani. Lakini amesema tusiuguse kabisa. Tusiuguse kabisa. Sicho ambacho Mungu alisema. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba anaanza kwenda kinyume na nini? Na neno la Mungu. Yupo kinyume na neno la Mungu. Haelewi neno la Mungu. Anasema nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Anamwambia hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mtafumbuliwa macho, mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mmewe, naye akala. Kitu ambacho Mungu alisema siku mtakayokula mtakufa hakika. Hawa wamekula. Kwa hiyo ni Mungu anayewaua au ni hawa wenyewe wamejiua? Ni wao wenyewe wamejiua, kwa sababu kifo kipo katika kula. Kwa hiyo Mungu anakuambia siku mtakayokula mtakufa, hakuwa anawaambia kwamba siku mtakayokula nitawaua. Muona hiyo tofauti? Kwamba sio siku mtakayokula nitawaua, siku mtakayokula mtakufa. Maana yake ni ushauri wa baba kwa mtoto. Ni kama sisi tu tunakuambia watoto wetu, siku ukitegatega shule utafeli. Si ndio ji? Umeenda shule tumekuonya mapema. Kutegatega shule huko utafeli, utapata 0. Umerudi na 0. Unaweza kusema baba umenipa 0? Hapana. Lakini 0 ilikuwa katika kule kutegatega. Upendo wa baba kwako alikuonya mapema kabla hujafanya lile jambo. Ndivyo Mungu ambavyo alifanya na hawa wanadamu. Kwamba aliwaonya mapema kwamba katika huko kula kuna kifo. Sio mimi nitawaua. Watu wanaambia Mungu haui. Na ndio maana watu wanakasirika. Kwa nini alichipusha na huu? Mungu haui. Mbona alimwambia Adamu utakufa? Alimuua Adamu, akamuua. Adamu alijua. Unajua kama kuna kitu ambacho Mungu alikipa. Mungu aliwapa watu uhuru wa kuchagua. Free will. Uhuru wa kuchagua. Hakuwaumba wanadamu maroboti. Kwa sababu kama hapa angekuwa na uwezo asema kwa nini Mungu alimuona Adamu anakula kumzuia? Maana yake tayari angekuwa ameumba maroboti. Haleluya. Angekuwa ameumba maroboti. Na Mungu alimuumba mwanadamu na uhuru wa kuchagua ili aweze kuhusiana naye. Haleluya. Kwa hiyo Mungu hamlazimishi mtu kitu cha kufanya, lakini anamuonya kabla ya kitu hakijatokea. Kwa sababu Mungu anajua yote. Anajua mwisho wa jambo tangu mwanzo. Haleluya. Kwa hiyo anachokifanya nini? Anawapa ushauri.
kama watoto wake, wanadamu aliowaumba, lakini hakulazimishi ufuate ushauri wake. Anakushawishi uweze kufuata ushauri wake. Kwa hiyo ni jukumu lako, unaweza kushawishika au kukataa. Na ukikataa, hana chochote atakachofanya zaidi ya kuendelea kukushawishi. Ndicho alichokifanya hapa. Sababu watu wanasema, kwa nini hakumzuia Adamu? Angeweza akaweka labda kama yale manini tunasema maving'ora. Kwa sababu ukiona tu Adamu anaelekea kwenye ule mti, ving'ora vipige kelele, Adamu ashtuke, kuna ving'ora. Hamna. Mungu alimwacha. Mpaka walipokula ndio anakuja anamuuliza, Adamu uko wapi? Nimejificha. Umekula? Ndio. Si huyu mwanamke uliyenipa. Si huyu mwanamke uliyenipa. Kwa nini? Ni uhuru wa kuchagua ambao waliwapa. Uhuru wa kuchagua. Kwa hiyo hivi ndivyo namna ambavyo anguko lilitokea. Ndivyo ambavyo anguko lilitokea. Anguko lilitokea, uhuru wa kuchagua ambao Mungu amewapa wanadamu. Angalia Kumbukumbu la Torati 30:19. Kumbukumbu la Torati 30:19. Lazima ujue namna ambavyo Mungu anahusiana na wanadamu. Usio unamlaumu tu Mungu kila kitu. Mungu si umeruhusu. Mungu amewapa wanadamu uhuru wa kuchagua kile wanachokitaka katika maisha yao, lakini anawapa ushauri wa namna gani wafanye. Haleluya. Anawapa ushauri. Angalia Kumbukumbu la Torati 30:19 na 20. 30:19 na 20. Huyu ni Musa. Anawaambia wana wa Israeli. Anasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti. Huyu Musa anawaambia, nimewekea mbele yenu nini? Uzima na mauti. Nimekuwekea uzima na mauti, baraka na laana. Uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako, kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndio uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi Bwana aliyowapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo, na kuwa atawapa. Huyu Musa anawaambia wana wa Israeli black and white kwamba mbele yako kuna mambo haya mawili. Kuna uzima na mauti. Kuna baraka na laana. Maana anaongea kuhusu uzima ndio baraka, na kuzungumza kuhusu mauti ni laana. Mauti ni laana. Kwa hiyo kuna mambo mawili yako mbele yako. Ni jukumu lako wewe kuchagua. Lakini Musa anawapa ushauri kama ambao Mungu alimpa nani? Adamu, kwamba mimi nakushauri chagua uzima upate kuishi. Haleluya. Na kushauri chagua uzima upate kuishi, kwa sababu ipo katika uwezo wako wa kuamua. Ni sawa na swala la Injili, haumlazimishi mtu kuamini. Tunamshawishi mtu aweze kuamini, kwa sababu ipo katika uhuru wake. Aidha amini au asiamini. Na asipoamini huna lolote la kumfanya. Haleluya. Huna lolote la kumfanya. Kwa hiyo mwanadamu sio roboti, aliumbwa ana free will, uhuru wa kuchagua. Kwa nini maana ya hii miti, ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima? Nini maana ya hivi vitu viwili? Kama mwanzo nilipoambia kwamba miti ni lugha ya picha. Hii miti iliyotumika hapa ni lugha ya picha. Sio miti hii inayotoa matawi. Kwa sababu miti inayotoa matawi tumeona iliumbwa katika kitabu katika sura ya kwanza. Hii sura ya pili tunazungumza kuhusu lugha ya picha. Lugha ya picha. Lugha za picha zinahitaji kutafsiriwa, ambazo tunazitafsiri katika Kristo. Tunazitafsiri katika Kristo. Namna pekee ya kuweza kutafsiri lugha za picha, ya kuweza kutafsiri Biblia, ni kuzitafsiri katika Kristo. Haleluya. Ni kuzitafsiri katika Kristo. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika mambo yote, mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Tulisema kwamba Biblia ni kitabu cha ukombozi.
ambacho kimeandika habari za ukombozi wa mwanadamu. Biblia sio kitabu cha historia, kwamba Musa alikuwa anahitaji awafundishe watu historia ya namna Mungu alivyoumba vitu. Hapana. Musa alikuwa anatumia stori ya uumbaji kuhubiri wokovu kwa wana wa Israeli. Alitumia stori ya uumbaji kuhubiri wokovu kwa wana wa Israeli. Hiki kitabu cha Mwanzo, hizi zilikuwa ni notes za Musa za kufundisha watu, wana wa Israeli. Sio ilikuwa tu kitabu cha historia amekiandika kiko maktaba sehemu fulani. Alikuwa anawafundisha wana wa Israeli wokovu wa Mungu. Ndipo alipandika kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo alitumia picha ya ukombozi kufundisha wokovu. Haleluya. Haleluya. Alitumia picha ya uumbaji kufundisha wokovu. Kwa hiyo lazima uvitafsiri vitu katika Kristo. Vitu vyote vinatafsiriwa katika Kristo kwa sababu ilikuwa inamhusu Yesu Kristo. Musa alikuwa anawafundisha wana wa Israeli kuhusu Yesu Kristo. Alikuwa anawafundisha kuhusu Yesu Kristo. Kwa kitabu cha Mwanzo, hiyo sura ya 2 tuitafsiri hii miti, alafu tutaendelea. Haleluya. Nahitaji umakini hapo tunapotafsiri hii miti uweze kuelewa, ili utoke katika zile tafsiri za watu. Kwa sasa tunda ni nini? Tunda ni maepo. Anasema ndio maana epo limechorwa lina wale wanatumia epo inaka kipande vile kamekata. Anasema pale ndio aling'ata mwanamke. Wengine wanasema hiyo miti ni kufanya mapenzi. Kwa hiyo lazima uelewe. Nilienda sehemu moja nikakuta kuna jamaa anawafundisha hao watu kuhusu hilo jambo. Amekusanya watu wengi. Nikaanza kumwelekeza kuhusu hii miti. Lakini bahati mbaya hata hatukumaliza vizuri mazungumzo kwa sababu aliona kama ninamharibia ule ufalme wake, akanikasirikia. Kwa hiyo nikamwacha. Nikaondoka. Haleluya. Nikaondoka. Tuanze na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Hiyo Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17. Tuanze na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Alafu tutakuja mti wa uzima, huo tutautafsiri baadaye, hamna shida. Haleluya. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Anasema walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Utakufa hakika. Hilo neno ujuzi, tafsiri neno ujuzi. Ujuzi. Neno ujuzi linatokana na neno la Kiebrania dath. Dath. D-A-A-T-H. Dath ni D-A-A-T-H. Haya maneno ya Kiyunani na Kiebrania yasiwape shida sana na kuyakariri, lakini sana sana nataka upate maana. Tunatafsiri kutoka katika haya maneno ya asili ili kuweza kupata maana halisi ya nini alikusudia mwandishi wakati alipokuwa anaandika. Kwa sababu Agano la Kale limeandikwa Kiebrania na Agano Jipya lugha ya asili ilikuwa ni Kiyunani. Lakini kuna Aramaiki walichanganya kidogo, ni kwa kiasi kidogo. Lakini kwa asilimia kubwa ni Kiyunani. Haleluya. Kwa asilimia kubwa ni Kiyunani. Kwa sababu anasema ndio ilikuwa lugha ya ustaarabu wa kipindi. Lugha ya ustaarabu wa kipindi Biblia inaandikwa. Maana yake ndio lugha kuu, kama sasa hizi wanasema hizi lugha za kimataifa. Si ndio? Lakini Biblia inaandikwa ya Agano Jipya, lugha ambayo ilikuwa inaonekana ndio lugha ya ustaarabu ya watu waliostaarabika, wenye maarifa, ilikuwa ni Kiyunani. Kwa hiyo ndio maana ilitumika kuandika Agano Jipya. Ukiangalia kama Aramaiki ni lugha ya asili ambayo Yesu alikuwa anaitumia, ilikuwa ni logo ambayo anasema ni Koine Greek. Ni Koine Greek, ni lugha ya watu wasio staarabika. Lugha ya watu wa chini. Haleluya. Lugha ilikuwa anazungumza Yesu ni lugha ya watu ambao ukizungumza tu wanasema jamaa anatokea wapi? Anajulikana alikotoka, lakini ukizungumza Kiyunani kanaonekana huyu ametoka katika high class. Haleluya.
Kwa hiyo ndio maana tunatafsiri kutoka katika hizi lugha za asili. Kwa hiyo usichanganyikiwe sana. Kwa nini tunatafsiri kutoka huku? Ili tuweze kupata maana halisi ya kile ambacho alikusudia mwandishi wakati anaandika. Kwa sababu kile ambacho alikusudia mwandishi wakati anaandika huwa hakibadiliki. Hakibadiliki. Uweze ukasema kwetu sisi leo ina maana gani? Haina kwetu sisi leo. Alimaanisha nini mwandishi? Kile ambacho alimaanisha ndicho ambacho Biblia inamaanisha. Hiyo ndio lugha ambayo Roho Mtakatifu aliivuvia wakati inaandikwa. Ndicho alichokusudia Roho Mtakatifu watu wakijue. Haleluya. Ndicho ambacho alikikusudia watu wakijue. Kwa neno ujuzi, hilo neno dara lina maana ya maarifa au ufahamu au utambuzi. Maarifa, ufahamu, utambuzi au hekima, lakini ni hekima ya uongo. Ujuzi au maarifa, ufahamu au utambuzi au hekima ya uongo au ya ujanja, ya uongo au ya ujanja au hila. Cunning knowledge. Ni wewe mtu wa ujuzi. Huo ujuzi tunasema ni maarifa au hekima ya uongo au ya ujanja. Hekima ya uongo au ujanja au ya hila. Ambayo matumizi yake yanafanana kabisa na neno la Kiyunani panogia. Panourgia. Ambayo limetumika katika Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 3. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 3. Angalia hilo neno ili uweze kuelewa haya maarifa ambayo tunayazungumzia. Ujuzi ambao tunauzungumzia. Maarifa ya ujanja. Maarifa ya ujanja, maarifa ya hila. Maarifa ya hila ambayo anasema mstari wa 3, Wakorintho wa pili 11 mstari wa 3. Anasema lakini inachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake. Kwa huo ujuzi wa ujanja, maarifa, ujanja, hila, maarifa ya uongo. Haleluya. Kwa hiyo anasema ametoa tafsiri ya kile ambacho kilitokea pale katika kitabu cha Mwanzo. Unapozungumza kuhusu nyoka, Paulo anakuja kumweka wazi kwamba huyu nyoka ni nani? Shetani. Shetani alimdanganya Hawa kwa ujanja, kwa hila. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Musa katika maono alikuwa anamuona nyoka, anazungumza. Lakini ukija katika tafsiri ya nini maana ya nyoka, kwa sababu tulisema hizo lugha za picha lazima tuzitafsiri. Maana yake ni nini? Ni shetani. Kwa hiyo umeshaona tafsiri moja wapo ya kwamba aliyokuwa pale anazungumza na Hawa sio nyoka, ila ni nani? Ni shetani. Haleluya. Kwa hiyo ile ilikuwa ni lugha ya picha. Kwa hiyo tunazungumza kuhusu miti na yenyewe pia ni lugha ya picha. Kwa hiyo utakuja kuelewa haya maneno mwishoni hapa tunapoendelea. Kwa hiyo anasema ujanja, craftiness, hila, subtle, ambao limetumika maeneo, hilo neno limetumika pia. Unaweza ukaenda ukasoma, utasoma kwa sababu ya muda, Luka 20:23 utasoma matumizi ya hilo neno hila. Luka 20:23. Niandike hizi, utaenda kuzisoma. Wakorintho wa kwanza 3:19. Waefeso 4:14. Luka 20:23. Wakorintho wa kwanza 3:19. Waefeso 4:14. Utaenda ukasome
uone matumizi ya hilo neno. Kwa hiyo anapozungumza kuhusu ujuzi, anamaanisha ni ujuzi wa hila. Haleluya, ujuzi wa hila. Na hili neno mema, ujuzi wa mema. Mema gani? Haleluya, mema. Mema limetafsiriwa kutoka katika neno la Kiebrania tob, neno la Kiebrania tob, ambalo lina maana ya nzuri au njema au inayovutia. Nzuri au njema au inayovutia. Neno tob, nzuri au njema au inayovutia. Nzuri au njema au inayovutia. Haleluya. Nzuri, njema, inayovutia, inayotamanisha. Haleluya. Amen. Ya, kwa hiyo haya mema hapa ni vile vitu ambavyo vinavutia, vinatamanisha, vinakuvuta kwa macho ukiviona. Haleluya. Ndio wema, mema alikuwa anazungumzia hiyo neno mema. Tamaa, vinapokufanya utamaa. Haleluya. Vinapokufanya utamaa. Neno mabaya, ujuzi wa mema na mabaya. Haya mabaya imetafsiriwa kutoka katika neno la Kiebrania ra, ra, ambayo ina maana ya mbaya, ambayo baya. Shida alibasi, ina maana ya shida, mbaya. Affliction, mateso, ina maana ya mateso. Affliction ina maana ya misiba, calamity. Ina maana ya dhiki, distress. Ina maana ya huzuni, sorrow. Ina maana ya shida, yani trouble. Ina maana ya hurtful, yenye kuumiza. Kwa hiyo huo mti wa ujuzi wa mema na mabaya, maana yake ni elimu au ujuzi. Elimu au ujuzi wa hila uliobeba hivyo vitu mema na mabaya. Haleluya. Kwa hiyo ilikuwa ni ujuzi au elimu ambayo ilikuwa inajihusisha na tamaa ya vitu. Elimu juu ya kutamani. Elimu juu ya ustawi, wanasema utajiri. Hiyo mema ilikuwa inazungumzia pale, maana yake ni ustawi au mafanikio. Unaona? Pleasure, furaha au raha au starehe. Ndio elimu ambayo ilikuwa inazungumziwa pale. Starehe, ustawi au mafanikio, utajiri au utamu, anasema sweet, tamu. Na nyingine inasema favor, kupendelewa au kukubalika. Kwa hiyo hii ndio elimu ambayo mwanamke alikuwa ameitamani. Utajiri, pleasure, starehe. Haleluya. Kwa hiyo ilikuwa ni elimu ambayo inajihusisha na kutambua hivyo vitu. Utambuzi wa starehe, utambuzi wa mafanikio. Haleluya. Ndio ambayo nyoka alikuwa ameenda kuhubiri, shetani alikuwa ameenda kuhubiri kwa nani? Kwa mwanamke. Mema na mabaya, ambayo ndio ujuzi wa mambo ya misiba, chuki, hila. Haleluya. Hivyo vitu vyote mwanadamu hakuwa na knowledge navyo kabla ya
Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu ujuzi wa mema na mabaya, maana yake ni knowledge mpya ambayo iliyo kinyume na ujumbe wa Mungu. Haleluya. Ni maarifa mapya ambayo yapo kinyume na neno la Mungu, kinyume na kile Mungu ambacho alikusudia mwanadamu akijue, kinyume na kile ambacho Mungu alikusudia mwanadamu akijue. Kwa hiyo tunasema hawa watu walitenda dhambi. Kwa nini? Kwa sababu waliasi kile ambacho Mungu alihitaji wakijue, wakaamua kuamini elimu nyingine. Haleluya. Wakaamua kuamini elimu nyingine, maarifa mapya ambayo yalikuja kwenye ufahamu wao. Haleluya. Maarifa mapya ambao yalikuja kwenye ufahamu wao. Kwa hiyo mti wa uzima maana yake utakuwa ni matunda ya uzima, na haya ndio matunda yanayopaswa kuliwa na mwanadamu. Mti wa uzima maana yake ni matunda ya uzima ambayo ndio yalikuwa yanapaswa kuliwa na mwanadamu. Maana yake kama tumesema mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni elimu juu ya hayo mema na mabaya. Maana yake tunazungumza kuhusu mti wa uzima, maana yake ni elimu kuhusu uzima. Haleluya. Maana yake ni elimu kuhusu uzima. Na hiki ndicho Mungu ambacho alikuwa anahitaji wanadamu wakijue, elimu kuhusu uzima. Mungu alikusudia uzima kwa mwanadamu. Mungu alikusudia uzima kwa mwanadamu. Kwa hiyo kutotii kwa mwanadamu kutakuwa ni kinyume cha uzima ambao ni mauti. Haleluya. Kutokutii kwa mwanadamu maana yake itakuwa ni kinyume cha uzima. Maana yake wangetii wangepata uzima. Kinyume chake maana yake wanapata mauti. Kwa hiyo mauti haikuwepo katika uumbaji, lakini mauti ni matokeo ya kukosekana kwa uzima. Haleluya. Haleluya. Ni sawa na giza. Giza sio uumbaji. Giza sio uumbaji. Giza halijaumbwa. Giza ni matokeo ya kukosekana kwa nini? Kwa nuru. Haleluya. Nuru ikiondoka, automatically giza linafanyaje? Linaingia. Uzima ukiondoka, automatically mauti inaingia. Haleluya. Kwa hiyo Mungu hakuumba mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kwa sababu hiyo ni nini? Ni elimu. Sio mti kama mti ambao hii elimu mpya ni mwanadamu mwenyewe kwa hiari yake. Kwa hiyo kama tunasema kuna uumbaji wa mti wa ujuzi wa mema na mabaya, maana yake ni mwanadamu mwenyewe aliumba mti wa ujuzi wa mema na mabaya kwa free will ambayo Mungu alikuwa amempa. Haleluya. Kwa uwezo wa kuchagua, uhuru wa kuamua unachotaka, akachagua mema na mabaya, elimu mpya ambayo iko kinyume na kile Mungu alichokusudia wanadamu wakijue. Haleluya. Iliyo kinyume na kile ambacho Mungu alikusudia wanadamu wakijue. Kwa hiyo kuzungumza kuhusu mti wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima, sasa hizi unatakiwa utoe ufahamu wako kutoka kwenye miti iliyosimama uje kwenye elimu. Haleluya. Sababu Paulo anazungumza kwamba kama shetani alivyomdanganya mwanamke pale bustanini. Watu wanafikiria kwamba kweli nyoka alikuwepo, nyoka linatembea kama movie ile wakiona. Kwamba Eva, Mungu amesemaje? Nyoka linaongea. Lazima tutoke katika huo ufahamu mdogo kiasi hicho. Haleluya. Tuanze kuja kwa watu wa rohoni na kuelewa kwamba hii Biblia iliandikwa ili kuhubiri ukombozi kwa watu. Haleluya. Iliandikwa ili kuhubiri ukombozi kwa watu. Kwa hiyo mtu wa ujuzi wa mema na mabaya ni kutotii ushauri wa Mungu, kukataa mpango wa Mungu na kile Mungu ametoa, yaani uzima. Haleluya. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni kutotii ushauri wa Mungu, kukataa mpango wa Mungu na kile Mungu ametoa, yaani uzima. Kwa hiyo hao watu walikataa uzima. Maana yake ndio mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni kukataa uzima. Kula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni kukataa uzima. Alichotoa Mungu kwa mwanadamu ilikuwa ni uzima, sio uzima na mauti.
Haleluya. Alichokitoa Mungu kwa wanadamu ilikuwa ni uzima, na sio uzima na mauti. Wao wanadamu alipokataa uzima, automatically akaingia katika mauti. Haleluya. Alipokataa uzima, automatically anaingia katika mauti. Ndicho Mungu alichokuwa anamwambia, siku utakapokula utakufa hakika. Utakapokataa uzima utakufa. Utakapokataa uzima utakufa. Kwa hiyo mauti ni juhudi za mwanadamu mwenyewe kuingia katika hiyo hali. Ni juhudi za mwanadamu mwenyewe kuingia katika hiyo hali. Kwa hiyo Adamu na Eva walikataa kile ambacho Mungu alikiweka kwa ajili yao. Haleluya. Walikataa kile ambacho Mungu alikiweka kwa ajili yao, walihitaji juhudi zao binafsi. Ambayo hii sasa, kwa hiyo neema ya Mungu unaanza kuiona toka bustanini. Haleluya. Ni kile kitu ambacho ukifanyii kazi. Huu uzima, mti wa uzima bustanini ni neema ya Mungu kwa mwanadamu. Ni neema ya Mungu kwa mwanadamu. Manake Adamu hakuhitaji kufanya kitu chochote zaidi ya kula katika mti wa uzima, ambao manake ni kuamini. Haleluya. Ambao manake ni kuamini. Kuamini. Adamu hakuamini. Alikataa. Alihitaji kumfikia Mungu kwa juhudi zake binafsi. Alihitaji matendo yake. Haleluya. Alihitaji matendo yake binafsi. Akala katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hiyo neema ya Mungu sio jambo ambalo limeanza leo. Tangu Adamu bustanini, Mungu alihitaji Adamu aishi naye kwa kuamini katika kile ambacho amekifanya. Aishi kwa neema yake. Aishi kwa neema yake. Aishi kwa neema yake. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo sasa ukisikia huko mtu amekwambia kwamba kuna ujumbe mpya umeingia, neema ni ujumbe wa kipindi hiki, unapaswa umwambie kwamba neema ya Mungu ilianza toka bustanini ile. Haleluya. Tangu kuumbwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo tunazungumza kuhusu ujumbe wa neema ya Mungu, ndio ujumbe wa tabia ya Mungu na ndio ujumbe wenyewe wa injili ya Mungu. Haleluya. Kama mhubiri wa injili lazima uhubiri kuhusu neema ya Mungu. Angalia Waebrania sura ya 4. Waebrania sura ya 4. Kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 3 hadi wa 4. Waebrania sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 4. Anasema, basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Hawa ni wana wa huyu ni mwandishi wa kitabu cha Waebrania, anazungumza kuhusu wana wa Israeli. Huku nyuma alikuwa anazungumzia kuhusu wana wa Israeli kutoingia Kanaani. Anasema kwa nini hawakuingia? Kwa sababu ya kutokuamini kwao. Alikuwa anaelezea hawakuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Anasema, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lilosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu walikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Hawa wana wa Israeli. Anasema halikuwafaa wao. Neno hili tunalolisikia sisi ni kama wao. Maana ni injili ile ile inayohubiriwa kwetu pia ilihubiriwa kwao. Haleluya. Pia ilihubiriwa kwao. Anasema, maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kama vile alivyosema, kama nilivyowapa kwa hasira yangu hawataingia rahani mwangu. Ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Anasema kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ndicho kitu tunachokizungumzia hapa, mti wa uzima. Manake kazi zilimalizika. Ilibaki tu kwa Adamu kuingia katika raha. Kuingia katika raha ya Mungu, ambao anazungumza kuingia katika uzima. Kuingia katika uzima ambacho Adamu alikataa. Lakini anasema kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, mti wa uzima. Haleluya. Kwa hiyo Mungu amekuwa anaishi na watu hivyo. Kazi zilimalizika tangu kuumbwa misingi ya ulimwengu. Kazi zilimalizika. Haleluya. Kazi zilimalizika. Kwa hiyo tumeiona neema ya Mungu tangu mwanzo. Tumeiona neema ya Mungu tangu mwanzo. Tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Tangu kuwekwa misingi
ya ulimwengu, tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Haleluya. Angalia Yesu pia namna ambavyo alitafsiri kuhusu miti na matunda, kwa sababu Yesu pia alifundisha kutoka kitabu cha Mwanzo na hadi Malaki. Haleluya. Kitabu ambacho Yesu alikuwa anatumia ni Mwanzo mpaka Malaki. Alikuwa atoi Yohana, alikuwa anafundisha kutoka katika maandiko. Kwa hiyo naye alitafsiri kutoka kile ambacho Musa alikiandika. Alitafsiri kutoka katika kile ambacho Musa alikiandika. Angalia Mathayo sura ya 12. Mathayo sura ya 12 mstari wa 33 hadi 37. Mathayo 12. Mathayo 12 mstari wa 33 hadi 37. Mathayo 12:33 hadi 37. Anasema 33 hadi 37, anasema ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, na ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya, kwa maana kwa matunda yake mti hutambulikana. Kwa matunda yake mti hutambulikana. Enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Kwa hiyo umeona, ametoka katika matunda amekuja katika maneno. Ametoka katika matunda amekuja katika maneno. Kwa hiyo anatafsiri kwamba matunda mabaya anamaanisha kuhusu maneno yanayotoka katika kinywa cha mtu. Maneno yanayotoka katika kinywa cha mtu. Anasema mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Hutoa mabaya. Kwa hiyo anazungumza kuhusu matunda na kile kinachotoka ndani ya moyo wa mtu. Haleluya. Matunda na kile kinachotoka katika moyo wa mtu, mawazo yanayotoka katika moyo wa mtu. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa hiyo ametoka kutoka katika matunda, amekuja katika maneno, amekuja katika mawazo, amekuja katika kile kitu kinachotoka ndani ya moyo. Anafundisha kutoka katika kitabu hicho cha Mwanzo kwamba anafunza kuhusu matunda, mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ni mawazo yanayotoka katika moyo wa mtu. Haleluya. Ni mawazo yanayotoka katika moyo wa mtu. Hata nafikiri shetani alikuwepo physical bustanini, yeye na mwanamke. No, hakuwepo physical hivi yeye na mwanamke kwamba wanatazamana. Huyu ndio shetani, huyu ndio mwanamke. Maana anazungumza kuhusu mawazo. Ni wazo ambalo lilikuja katika moyo wa mwanamke. Haleluya. Ni wazo ambalo lilikuja katika moyo wa mwanamke. Shetani namna anapofanya kazi na wanadamu haji physical, kwamba mkakaa mkaanza kuongea, akakupa maelekezo. Ni wazo litakalotoka ndani ya moyo wako. Haleluya. Ni wazo litakalotoka ndani ya moyo wako. Ndicho ambacho kilitokea kwa Adam na Eva bustanini. Maana yake ni wazo ambalo lilitoka ndani ya moyo likatoka nje. Kile kinachoonekana nje kimetoka ndani ya moyo. Matunda yanatoka ndani ya moyo. Ni mawazo ya mtu anayoyawaza. Haleluya. Haleluya. Hivyo ndivyo Yesu ambavyo anatafsiri kuhusu hiyo miti. Kwa hiyo ondoa wazo kwamba la matunda kama tunda mtu alienda kalichuma akaja akala. Haleluya. Sio tunda ambalo linachumwa kwenye mti unakuja unakula. Ni mawazo yanatoka ndani ya mtu, ndani ya moyo. Haleluya. Kwa hiyo mti mzuri ni matunda mazuri, mti mbaya matunda mabaya. Yesu anaunganisha au kuhusianisha mti na mioyo ya mtu, na moyo wa mtu. Haleluya. Yesu anahusianisha mti na moyo wa mtu. Anahusianisha matendo na maneno yanayotoka kwenye moyo. Matendo na maneno yanayotoka kwenye moyo. Matendo na maneno yanayotoka kwenye moyo. Hicho ndicho kilichokuwepo pale bustanini. Kwa mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya, vyote ni katika moyo wa mwanadamu. Vyote ni katika moyo wa mwanadamu. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya, mti wa uzima ni katika moyo wa mwanadamu.
Haleluya. Vyote vinatendeka ndani ya moyo wa mwanadamu. Angalia Mathayo sura ya 7 mstari wa 15. Mathayo sura ya 7 mstari wa 15 hadi wa 20. Ili uweze kuelewa miti na matunda ni kitu gani. Mathayo sura ya 7 mstari wa 15 hadi wa 20. Huyu ni Yesu. Anasema, jihadharini na manabii wa uongo. Watu wanawajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Anasema mtawatambua kwa matunda yao. Bwana Yesu anahusianisha matunda na manabii wa uongo, matendo ambayo yanatoka kwa manabii wa uongo. Anasema mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Kwa matunda yao mtawatambua. Kwa hiyo anahusianisha matunda na matendo ambayo watu wanayafanya, na matendo ambayo watu watayafanya, ambayo yanatokana na hali ya moyo wa huyo mtu. Haleluya. Yanatokana na hali ya moyo wa huyo mtu. Kwa hiyo manabii wa uongo amewafananisha na miti. Mtawatambua kwa matunda yao. Haleluya. Mtawatambua kwa matunda yao. Angalia Luka sura ya 6. Luka sura ya 6 mstari wa 43 hadi 46. Luka sura ya 6 mstari wa 43 hadi 46. Unatakiwa uelewe ili utoke na wewe katika wale watu wanaowaza ili tunda ni nini. Lazima uelewe lugha za picha ambazo zimetumika katika kitabu cha Mwanzo. Haleluya. Lugha za picha ambazo zimetumika katika kitabu cha Mwanzo. Luka 6:43 hadi 46 anasema, kwa maana hakuna mti mzuri uzao matunda mabaya, wala mti mbaya uzao matunda mazuri. Kwa kuwa kila mti hutambulikana kwa matunda yake, maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema. Hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema. Kwa anazungumza kuhusu moyo wa mtu. Haleluya. Anahusianisha mti na moyo wa mtu. Anasema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Hiki ni kitu kinachohusiana na hali ya moyo wa mtu. Kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazayo moyo wake. Kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Manake hiki tunachokisikia unatamka kimeanza mbali, kimeanza ndani ya moyo. Huu mdomo unathibitisha tu kile ambacho kiko tayari ndani ya mtu. Haleluya. Mdomo unathibitisha kitu kilicho ndani ya mtu. Ndio maana nasema ukitaka umfahamu mtu, mwambie tu atamke. Aongee. Akiongea utamfahamu mtu, utajua moyo wake ukoje. Haleluya. Utajua moyo wake ukoje. Kwa hiyo anahusianisha matunda na hali ya moyo wa mtu. Ndicho kilichokuwepo bustanini. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima ni hali ya moyo. Haleluya. Ni hali ya moyo. Kwa hiyo Adamu kuchagua mti wa ujuzi wa mema na mabaya badala ya mti wa uzima, maana yake ni kukataa kuamini. Ni kukataa kuamini. Haleluya. Ya, maana yake ni kukataa kuamini. Angalia Mathayo sura ya 15 uweze kukielewa kitu kimoja. Mathayo sura ya 15 mstari wa 10. Mathayo 15 mstari wa 10 hadi wa 20. 15, 10 hadi 20. Kuna vitu lazima uvielewe sana ili uweze. Fundisho halihubiriwi kwa dakika mbili tu ukalielewa.
ili uweze kutetea hiki tunachokisema. Haleluya. Ili uweze kutetea hiki tunachokifundisha, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo mengine wanawake hawaruhusiwi kabisa hata kufanya jambo lolote. Anasema kuanzia mstari wa 10 kuanzia mstari wa 10 kuna mafundisho potofu sana kwa mtaani. Utakuja kuyasikia unapozidi kukutana na watu. Haleluya. Hasa yanayohusiana na hiki ambacho kilitokea katika kitabu cha Mwanzo. Kwa sababu mwanzo wako hapo ukiwa mbaya, kutafsiri tu mwanzo nini kilitokea, theology nzima ya Biblia inaharibika kwako. Haleluya. Usipoelewa tu nini kilitokea mwanzo, theolojia yako yote imeharibika. Kote utatafsiri vitu vya ajabu. Haleluya. Kote utatafsiri vitu vya ajabu. Kwa hiyo kuanzia mstari wa 10 anasema, akawaita makutano akawaambia, sikilizeni mfahamu, sicho kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi. Nasikia Yesu anawaambia watu, umfahamu hiki kitu kwamba sicho kiingiacho kinywani kinamtia mtu unajisi. Haunajisiki kwa chakula. Haleluya. Maana anamaanisha nini? Anafundisha naye kutoka katika Mwanzo hiyo kwamba sio unachofikiri kwamba Adamu alichuma tunda akala, kwa sababu ukichukua kitu ukala kikaingia tumboni ya kikunajisi. Kwa hiyo Adamu angechuma tunda akala isingekuwa dhambi kwake. Haleluya. Ndicho Yesu anachokielezea hapa kwamba ndipo wanafunzi wake walimwendea wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa. Mafarisayo walikasirika. Kwa nini? Kwa sababu wanaambia sicho kinachomwingia mtu kinamtia mtu unajisi. Kwa sababu wao pia walikuwa wana vyakula ambavyo ni najisi kwao. Kwamba hiki ukila kinakunajisi. Ukila nguruwe umenajisika. Lakini Yesu anaambia hakuna shida yote. Habimtii mtu unajisi. Jamaa wakakasirika. Sema anasemaje? Habimtiaje mtu unajisi? Adamu si alikula tunda akanajisika. Anamwambia sivyo mnachofikiri nini? Haleluya. Sivyo mnachofikiri. Anasema akajibu akasema, kila pando asilopanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kwamba wao jamaa wakasirika, lakini kila pando ambalo hajapanda Baba tunaliondoa. Maarifa sio sahihi. Hili pando wanalolisema hapa ni maarifa sio sahihi ambayo tunakifanya sisi hapa sasa hivi. Kila pando asilopanda Baba linang'olewa sasa hivi kwa jina la Yesu. Haleluya. Kila pando asilopanda Baba lazima ling'olewe. Kila maarifa ya dini ambayo yamekupofusha muda mrefu na kufanya usimwelewe Kristo yanaondoka katika jina la Yesu. Haleluya. Lazima yaondoke. Lazima uwe na maarifa sahihi. Waacheni hao ni viongozi wa vipofu. Ni viongozi vipofu wa vipofu. Na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili. Haleluya. Ukiwa na mwalimu asiyejua neno la Mungu, wote wawili mnakuwa wajinga. Haleluya. Wote wawili mtakuwa wajinga kwa sababu atakufundisha kitu ambacho yeye mwenyewe hakijui. Utapokea maarifa yasiyo sahihi. Ndicho Yesu alichokuwa anakizungumza hapa. Kwamba hao ni viongozi vipofu, wanaongoza vipofu wenzao na watatumbukia wote shimoni. Haleluya. Maana wote hawatakuwa na maarifa sahihi. Wote watapishana na elimu ya Mungu. Haleluya. Anasema hao ni viongozi wa vipofu. Basi Petro akajibu akamwambia, tueleze mfano huo. Yesu akasema, hata sasa ninyi nanyi mngali hamna akili. Anazungumza hapa kwamba hamna maarifa. Haleluya. Kwamba anamshangaa Petro, hata wewe na wewe bado huna akili. Haleluya. Hata ninyi mlipaswa mjue vema. Anasema hamjafahamu bado ya kuwa kila kiingiacho kinywani hupita tumboni kikatupwa chooni. Haleluya. Ukila kitu kinapita kinywani, kinakaa tumboni kwa muda fulani, kinaenda chooni, biashara yake imeisha. Haleluya. Maana Yesu anawaambia kama Adamu alikula epo, lingeenda kinywani, tumboni, chooni. Unajisi ungeishia chooni. Haleluya. Lakini Adamu alinajisika, maana yake hakula kitu cha aina hiyo ambacho kitaenda kinywani, tumboni, chooni.
Haleluya. Huyu ni Yesu anafundisha haya. Angalia anapoendelea. Basi vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Kwamba kile kinachotoka sasa kinywani kimetoka moyoni. Hicho ndicho kinachomtia mtu unajisi, kwa sababu kinaelezea hali ya moyo wa huyo mtu. Anasema vinavyotoka ndio vinavyotia watu unajisi. Maneno yanayotoka katika kinywa cha huyo mtu. Haleluya. Kwa sababu gani? Ametoka moyoni. Kwa hiyo unajisi hautoki nje kuingia ndani. Unajisi unatoka ndani kwenda nje. Unatoka ndani kwenda nje. Haleluya. Lakini cha ajabu sana, watu wengi wanaanza kudili na vinapotoka nje kuingia ndani badala ya kudili na ndani kuja nje. Kwa Yesu anawaambia wale watu, safisheni ndani na nje kutakuwa safi. Anasema msisafishe kikombe nje, kwa sababu nje tunzi kitu, ndani ndio kunahitaji kusafishwa. Safisheni ndani, nje kutakuwa safi. Haleluya. Ndicho Yesu anachowafundisha hawa. Anasema kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya. Moyoni ndiko kutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi, lakini kula kabla ya kunawa mikono wa kumtii mtu unajisi. Haleluya. Haleluya. Ya kula kitimoto wa kumtii mtu unajisi. Kula kambale, kula hakukutii unajisi. Haleluya. Ungeweza hata kinyonga ungekula hakukutii unajisi. Ni wewe tu. Paulo anasema dhamiri yako isipokuhukumu unakula. Haleluya. Usipojishtaki mwenyewe. Kinachokufanya usile kwamba dhamiri yako mwenyewe kwamba kinyonga misi, kwa sababu wewe mwenyewe umekiona haramu kwa hiari yako usile. Lakini ukimwona mtu anakula kinyonga usimshangae, usema anakula vitu haramu, sio haramu. Haleluya. Ya. Paulo anasema tumbo ni kwa ajili ya chakula na chakula ni kwa ajili ya tumbo, lakini hivyo vyote Mungu atavitowesha. Haleluya. Vyote Mungu atavitowesha. Kwa hiyo hakuna chakula kilicho najisi kwa asili, Paulo anasema. Haleluya. Hakuna chakula kilicho najisi kwa asili. Kwa hiyo kama Adamu angekula tunda la aina yoyote, hakuna chakula kilicho najisi kwa asili. Full stop. Haleluya. Kwa hiyo Adamu hakula epo, hakula tunda la aina yoyote. Ni elimu, alikataa kuamini na akanajisika. Na ndio maana tunazungumza kwamba dhambi pekee ni kutokuamini. Ndicho ambacho Adamu alikifanya, hakuamini. Na hiyo ndio dhambi ya watu wote ambao wanaifanya, kutokuamini. Common sin, kutokuamini. Haleluya. Common sin ni kutokuamini. Common sin ni kutokuamini. Kwa hiyo tumetafsiri miti, tumegundua kwamba ni maarifa au knowledge ya Mungu na iliyo kinyume na Mungu. Knowledge ya Mungu na iliyo kinyume na Mungu. Maarifa ya Mungu na iliyo kinyume na Mungu. Kwa hiyo pia tumalizie na hii ya nyoka ili uweze kuelewa pale bustanini kulikuwa na kitu gani. Haleluya. Tumalizie na huyu nyoka. Kulikuwa na kitu gani? Nyoka ni nini? Nyoka ni kitu gani? Yohana 8:44. Yohana 8:44. Yohana 8:44. Nyoka ni kitu gani? Haleluya. Nyoka ni kitu gani? Huyu ni Yesu anaongea na Mafarisayo, anaambia, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala kusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Haleluya. Ya, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Anasema kweli hamna ndani yake. Asemapo uongo, anachokisema yeye ni uongo siku zote. Kwa hiyo anazungumza kuhusu kudanganya upia kwa nani?
kwa Adamu na Eva pale bustanini kwamba ni shetani ndiye aliyeyafanya yale mambo, kwa sababu huyu ndiye alikuwa anasema yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala kusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe. Ni shetani. Haleluya. Kwa nazungumza kuhusu Ibilisi kwamba huyu ndiye aliyekuwepo tangu mwanzo, ndiye aliyekuwa muuaji tangu mwanzo. Kwa hiyo mauaji ya kwanza kabisa ambayo tutayaona katika Biblia ni Kaini kumuua Habili. Maana nani alikuwa nyuma ya ile mauaji? Ibilisi. Haleluya. Yeye ndiye alikuwa nyuma ya uongo wote, kumdanganya Adamu na Eva ni Ibilisi. Kwa anaposema Adamu kwamba nyoka alikuwa mwerevu, anazungumza kuhusu shetani. Shetani maana tunazungumza kuhusu Lucifer, malaika mwasi. Haleluya. Lucifer, malaika mwasi. Kwa hiyo nyoka ni shetani. Angalia Ufunuo wa Yohana sura ya 12. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 ili uweze kuelewa nyoka ni nani pale bustanini. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 9. Mstari wa 9. Ufunuo wa Yohana 12:9. Anasema yule joka akatupwa, yule mkubwa, joka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja na. Haleluya. Haleluya. Umeona, anasema yule joka akatupwa, yule joka mkubwa, joka wa zamani. Wa zamani gani? Mwanzo. Haleluya. Yule joka wa kitabu cha Mwanzo audanganyaye ulimwengu mzima, ambaye anasema huyu ni nani? Ni Ibilisi na Shetani. Ibilisi yani Shetani. Ibilisi na Shetani sio kitu viwili tofauti. Kailulu. Ibilisi na Shetani, maana Ibilisi yani Shetani. Kwa hiyo Mwanzo aliyekuwa anaongea na Adamu, aliyekuwa anaongea na Eva ni nani? Ni Shetani. Kwa hiyo nyoka ni lugha ya picha ilikuwa inamaanisha Shetani. Angalia sura ya 20 ya hicho kitabu cha Mwanzo. Sura ya 20 mstari wa 2. Mwanzo, kitabu cha Mwanzo, Ufunuo, sorry. Ufunuo 20 mstari wa 2. Ufunuo 20 mstari wa 2. Ufunuo 20 mstari wa 2. Akamshika yule joka wa zamani, joka wa zamani wa kitabu cha Mwanzo, ambaye ni Ibilisi yani Shetani, akamfunga miaka 1000. Kwa hiyo yule joka wa zamani ni nani? Shetani, ambaye ni Ibilisi. Ibilisi yani Shetani. Haleluya. Kwa hiyo kwenye ufahamu wako sasa hizi anza kumuondoa yule nyoka wa kwenye movie. Maana nyoka wa kwenye movie yule aondoke kirahisi. Unamwona anaenda na kwa Yesu. Ikiwa wewe mwana wa Mungu unaliona joka linatembea, ni Shetani. Haleluya. Ni Shetani. Angalia Wakorintho wa pili ambao tuliisoma, Wakorintho wa pili sura ya 4. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 4. Wakorintho wa pili sura ya 4. Ili uweze kuelewa nyoka ni kitu gani. Kwa lugha za picha za pale zisikuchanganye. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 na wa 4. Mstari wa 3 na wa 4. Amesema lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasiamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu wa dunia hii, ambao anazungumza kuhusu nani? Shetani. Amepofusha fikra za watu wasiamini. Kwa hiyo alipofusha fikra za Adamu na Eva pale wasiamini ni nani? Ni Shetani, sio nyoka. Haleluya. Shetani ndio anayepofusha fikra, sio nyoka. Watu wanamkasirikia nyoka. Naona kwenye TV huko kila siku wanaua nyoka. Wanaua nyoka. Ukimwona nyoka nyumbani kwako, angalia mazingira yako. Mazingira yana manyasi,
Nyoka atakuja. Haleluya. Tengeneza mazingira vizuri ambayo yatafanya nyoka asije. Mbona nyoka usiseme huyu nyoka ametumwa huyu. Nyoka ni wabaya sana. Nyoka ni kiumbe wa kawaida tu kama viumbe wengine. Haleluya. Nyoka hana changamoto yoyote ile. Changamoto ni ufahamu wako kuhusu nyoka. Haleluya. Kwa watu wanatoa ushuhuda. Kuna nyoka niliona aliingia. Kawaje? Yule nyoka kila ninachoongea kwa ananisikiliza. Mimi nyoka anamsikiliza. Nakwambia kuna aina ya mijusi ikikaa ndani ya nyumba inakusikiliza. Usipokuwa na yale maarifa ya kwamba mijusi wao wanasikiliza, hata una shida. Lakini ukianza kupewa yale maarifa ile elimu kwamba mijusi wao wanasikiliza, basi ukifika ukiongea tunaona kama mijusi kweli anakuzingatia kwa makini unachoongea ili apeleke taarifa. No, anaongea kuhusu lugha za picha. Nyoka ni shetani. Haleluya. Nyoka ni shetani. Aliongea kuhusu lugha za picha. Waefeso 2:1-3. Waefeso 2:1-3. Waefeso 2:1-3. Waefeso 2:1-3 anasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga. Mfalme wa uweza wa anga. Walokole wakasikia mfalme wa uweza wa anga, wanaanza kubomoa anga huko. Anajua mfalme wa uweza wa anga amekaa angani, wanabomoa anga, tunabomoa. Anasema, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Huyu mfalme wa anga anatenda kazi katika wana wa kuasi. Maana yake anatenda kazi katika mioyo ya watu wasioamini. Wana wa kuasi ni watu wasioamini. Kwa hiyo huyu hayupo hewani, anakaa ndani ya mioyo ya watu wasioamini. Ndio utendaji kazi wa shetani ule. Ndani ya mioyo ya watu wasioamini, sio hewani, sio angani. Haleluya. Sio angani. Ambao zamani sisi sote nasi tulizienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Kwa hiyo wana wa kuasi, anayetenda kazi ndani ya wana wa kuasi, shetani, ambaye ndiye alitenda kazi kwa Adamu na Eva. Shetani. Haleluya. Huyo ndiye aliyekuwa ndani yao, ndiye anayetenda kazi ndani ya mioyo ya watu. Haleluya, haleluya. Ndiye anayetenda kazi ndani ya mioyo ya watu. Haleluya. Ndiye anayetenda kazi ndani ya mioyo ya watu. Kwa anasema Adamu kwa manake Adamu ametengana na Mungu kwa sababu amefanyika dhambi. Haleluya. Adamu kwa wapi? Ni kutengana na Mungu kwa sababu amefanyika dhambi. Kwa hiyo dhambi ni matokeo ya uchaguzi wa mwanadamu mwenyewe. Dhambi ni matokeo ya uchaguzi wa mwanadamu mwenyewe. Anaamua mwenyewe kuingia katika dhambi. Unaamua mwenyewe kuingia katika dhambi. Haleluya. Dhambi ni matokeo ya uchaguzi wa mwanadamu ambao unaamua mwenyewe kuingia katika dhambi. Unaamua mwenyewe kuingia katika dhambi. Warumi 6:23. Warumi 6:23. Warumi 6:23. Nasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mshahara wa dhambi ni mauti. Malipo kwa kutenda dhambi, malipo ya kutokuamini, maana umeitendea nini kazi? Dhambi inakulipa mauti, kutengwa na Mungu, kifo. Siku utakayokula utakufa hakika. Huo ndio mshahara
wa dhambi, mauti. Lakini anasema karama ya Mungu ambayo nimewambia ni neema ya Mungu, uzima wa milele. Karama ya Mungu, neema ya Mungu kwetu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mungu anakupa zawadi ya uzima wa milele ambao huo ni neema ya Mungu, ni kipawa cha Mungu. Amekupa bure kabisa. Hufanyi kazi yoyote ili uweze kupokea neema ya Mungu. Haleluya. Adamu alitenda dhambi pale kwa kutokuamini, lakini bado alikuwa na nafasi ya kuamini. Ingawa Biblia haijasema kama Adamu aliamini. Haleluya. Biblia haijasema kama Adamu aliamini. Kwa hivyo Adamu hakuamini. Ni kwa hiari yake mwenyewe aliamua kutokuamini. Haleluya. Ni kwa hiari yake mwenyewe aliamua kutokuamini. Kwa hiari yake mwenyewe aliamua kutokuamini. Kitabu cha Warumi sura ya 5. Warumi sura ya 5. Tazia mstari wa 8. Warumi sura ya 5, tazia mstari wa 8. Haleluya. Warumi sura ya 5 kuanzia mstari wa 8 anasema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Mungu aonyesha pendo lake kwetu sisi. Anasema neema ya Mungu ni mpango wa Mungu wa kumfikia mwanadamu, sio mwanadamu kumfikia Mungu. Haleluya. Kwa sababu tunasema mwanadamu huna uwezo wa kumfikia Mungu. Hakuna mtu anaweza kujaribu kumfikia Mungu. Majaribio yote ya kumfikia Mungu yanaishia kwenye mafundisho potofu na imani za ajabu. Baadaye watu wanaanza kusema hakuna Mungu. Kwa sababu gani? Walikuwa wanajaribu kumfikia Mungu. Haleluya. Baadaye wanasema hakuna Mungu, lakini Mungu amewafikia wanadamu. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Tutaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho. Tumepatana na Mungu katika Kristo. Haleluya. Tumepatana na Mungu katika Kristo. Anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Dhambi iliingia kwa mtu mmoja. Maana yake mwanadamu ndiye aliyeleta dhambi ulimwenguni. Haleluya. Sio shetani wala sio Mungu. Haleluya. Sio shetani wala sio Mungu. Ni mwanadamu ndiye aliyeleta dhambi ulimwenguni. Dhambi iliingia. Ni kitu kigeni, hilo neno esekomai la Kiyunani linamaanisha ni kitu kigeni ambacho hakikuwepo. Kitu kigeni ambacho hakikuwepo, ni kitu kipya kilichoingia ulimwenguni. Dhambi iliingia. Kwa nini nasema mwanadamu ndiye aliingia? Paulo anasema dhambi, mwanadamu alileta dhambi mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu tulisema dhambi ni matokeo ya uamuzi wako mwenyewe kwa hiari yako. Haleluya. Manake Adamu alikuwa na uwezo wa kukataa ule ushauri wa shetani. Dhambi isingeingia kupitia yeye. Haleluya. Lakini aliruhusu shetani amtumie. Ndivyo watu wote. Shetani hana uwezo wa kukutumia wewe usiporuhusu akutumie. Haleluya. Shetani hana uwezo wa kukutumia kama hutaruhusu akutumie. Ni wewe unayeamua. Kwa hiyo Mungu ili akutumie pia naye hana uwezo wa kukutumia wewe usiporuhusu. Haleluya.
Kwa hiyo inaenda kote kote, sio shetani tu, hata Mungu. Ndio unajua upendo wa Mungu amejilimiti kiasi gani? Ni yeye ndiye aliyekuumba, lakini ili aweze kukutumia anahitaji ukubali. Anahitaji wewe uamue kutumiwa. Haleluya. Anahitaji wewe ukubali kutumiwa. Ukiamua kukataa, Mungu hana cha kufanya. Achana na zile stories za watu kwamba Mungu ameua mtoto wangu ili nikamtumikie. Haleluya. Mungu hafanyi jambo lolote ovu ili uweze kumtumikia. Mungu anakushawishi. Haleluya. Mungu anakushawishi ili uweze kutambua kusudi ulilonalo kwake, ili uweze kumtumikia. Kwa hiyo wanasema utumishi kwa Mungu ni kwa hiari yetu. Tukiamua tunaacha. Mimi siku hapa nikiamua ninamtundika mic, nimechoka na kufanya mambo mengine. Na Paulo anasema Dema aliniacha akiupenda. Wewe upenda ulimwengu, ameacha kazi ya Mungu. Kwa nini? Ni hiari yake. Mungu hana cha kufanya. Haleluya. Kwa hiyo dhambi iliingia kwa mtu mmoja. Mwanadamu ndiye aliyeleta dhambi ulimwenguni. Haleluya. Kwa hiyo kama kuna mtu wa kulaumiwa ni mwanadamu mwenyewe. Kama utamlaumu Mungu, Mungu utamlaumu kwa nini alimuumba mwanadamu ana uhuru wa kuchagua. Haleluya. Labda utaulaumu upendo wa Mungu kwa sababu huo ni upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Uhuru wa kuchagua. Uhuru wa kuchagua ni upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Ndio Mungu amempenda mwanadamu kiasi gani kwamba hana hata uamuzi juu ya huyo mwanadamu. Haleluya. Mungu amempenda mwanadamu kiasi gani? Hana hata uamuzi juu ya huyo mwanadamu. Ni mpaka mshawishi huyo mwanadamu aweze kukubali, aweze kumtumia. Haleluya. Kwa sababu kama Mungu angekuwa amemuumba mwanadamu hana uhuru wa kuchagua, Mungu angeamua wanadamu wote waokolewe katika Kristo. Haleluya. Tusingekuwa na kazi ya kuhubiri Injili, kuwashawishi watu ili waweze kukubali waokolewe. Kwa sababu kama kuna kitu ambacho Mungu anahitaji kwa nguvu zote mwanadamu akifanya ni kuamini. Haleluya. Lakini bado kuna wanadamu hawaamini na wanakufa pasipo kuamini. Mungu anafanya nini? Hafanyi chochote. Hafanyi chochote zaidi ya kuwashawishi. Anamshawishi mtu mpaka mtu anaingia kaburini. Amekataa kuamini. Haleluya. Amekataa kuamini. Kwa hiyo dhambi ni uchaguzi wa mtu binafsi. Dhambi ni uchaguzi wa mtu binafsi. Anasema maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Hii mistari tutakuja tuifafanue vizuri sana tutakapofika katika eneo la kufundisha kuhusu Torati. Haleluya. Tutajifunza pia kuhusu Torati ni kitu gani. Maana watu wengine ukiwazungumzia kuhusu neema, wanazungumzia tu katika Torati na neema. Kwamba anajua tu neema kutofautisha, hatupo kwenye Torati, tupo kwenye neema. Hatupo kwenye Torati, tupo kwenye neema. Lakini unatakiwa ujue kwamba neema maana yake ni tabia ya Mungu na ndio injili ya Mungu. Kama hivi tulipoanza kutoka mwanzo, tunaielezea neema ya Mungu kwa wanadamu. Sio tu kwamba neema imekuja ili kututoa katika Torati. Neema ya Mungu ndivyo Mungu anavyoishi na wanadamu siku zote toka mwanzo. Ndivyo Mungu anavyoishi na wanadamu siku zote toka mwanzo. Anasema walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo ilitawala hata hao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Lakini kalama ile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Neema ya Mungu iliyo katika Kristo Yesu. Haleluya. Upendo wa Mungu. Mwanadamu alikosa kwa hiari yake. Mungu anampa uzima kwa hiari yake. Hiyo ndio tunazungumza neema ya Mungu. Uzima wa Mungu ulio katika Kristo Yesu ambao anautoa kwa mwanadamu bure. Hiyo ndio neema ya Mungu. Haleluya. Hiyo ndio neema ya Mungu. Kwa hiyo ni upendeleo ambao mtu anapewa asiyestahili. Huyu mtu aliyetenda dhambi
mwanadamu ambaye ametenda dhambi mwenyewe kwa hiari yake anapewa karama ya uzima wa milele ambayo ndio neema ya Mungu. Anapewa bure neema ya Mungu. Ukisikia mtu anakuambia hii neema nimeifanyia kazi sana, huyo hajielewi. Haleluya. Huyo hajielewi. Usione hizi neema hatujazipata hivi tu. Hizi neema tumezipata kwa magoti. Neema umeipata kwa magoti. Uliifanyia kazi ukalipwa neema. Hiyo sio neema ya Mungu. Haleluya. Hiyo sio neema ya Mungu. Neema ya Mungu ni karama ya Mungu ambayo unapewa bure. Siku uliamini, uliomwamini Kristo, uliingia katika neema ya Mungu. Uliingia katika neema ya Mungu. Haleluya. Uliingia katika neema ya Mungu. Kuna vitu vingi ambavyo natamani mvijue lakini muda ni mchache. Yaani kongamano natamani lingekuwa la mwezi mzima. Haleluya. Natamani lingekuwa la mwezi mzima. Yaani na vitu vingi ambavyo mbinguni naitakiwa sana mvijue. Naangalia namna ambayo naweza hata manake nilifanya summary na hapa ninapofundisha tena nafanya summary ya hivyo vitu, lakini namwamini Mungu mtatoka kama mlivyoingia. Amen. Haleluya. Mpaka tunamaliza utakuwa umeelewa vizuri sana kuhusu neema ya Mungu. Na utaenda kuhubiri neema ya Mungu ni kitu gani? Haleluya. Utaenda kuhubiri neema ya Mungu. Ukimsikia mtu anasema mimi sihubiri neema, utamshangaa anafanya nini? Kwa sababu kama mtu akisema mimi sihubiri neema, anatakiwa nyang'anywe mic asikae mbele ya madhabahu. Ya mimbari. Haleluya. Kama uhubiri neema, kwa sababu neema ndio injili, unahubiri nini? Maana yake anahubiri mataputapu. Anatakiwa nyang'anye mic ashuke chini. Haleluya. Na tunawanyang'anya vipi mic? Kwa kuwafundisha watu kitu kilicho sahihi. Haleluya. Ili wakisikia wajue kabisa kwamba huyu jamaa anatudanganya. Sasa tusihubiri neema, natakiwa kuondoka. Yaani umeenda kanisa akwambia sisi hapa tuhubiri neema. Au umezoea walimu wa neema huko. Chukua Biblia yako, daftari lako, ondoka. Anahubiri nini sasa? Kwa sababu tunataka tusikize injili. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu mmoja jana ameniambia mimi ni mwinjilisti, mimi sio kama watu wengine. Alikuwa ananishambulia kwa sababu ya kitu fulani ambacho nilikisema. Anasema mimi ni mwinjilisti sio kama hao wengine. Mwanasema anafikiri wainjilisti ni wao wanatukana watu. Hawaelewi nini maana ya mwinjilisti. Mwinjilisti anatakiwa ahubiri neema ya Mungu. Haleluya. Sasa mwinjilisti, mwinjili maana yake ni mtu anayeleta habari njema. Mtu anayeleta habari njema. Huyu mtu anayeleta habari njema anatakiwa alete habari njema za wokovu. Tunapozungumza habari njema maana yake habari njema za wokovu. Mwinjilisti sio mtu anayetukana watu na kuwakaribia watu au na kuwagombeza watu kanisani. Kwamba kanisa linahitaji mchungaji, wachungaji ni wapole kama sisi. Linamhitaji na mwinjilisti. Mwinjilisti anadili na watu. No, mwinjilisti anahubiri habari njema za wokovu. Haleluya. Haki mwinjilisti ni mhubiri wa habari njema za wokovu, sio mtu anayewatukana watu. Haleluya. Kwa hiyo ni matumaini yangu mpaka sasa umeweza kuelewa kwamba nini kilitokea katika kitabu cha Mwanzo, kwamba Mungu alimuonyesha mwanadamu neema yake. Mwanadamu alikataa neema ya Mungu, yeye mwenyewe alikataa kile ambacho Mungu alikitoa bure kwake. Haleluya. Alikataa kile ambacho Mungu alikitoa bure kwake, akaingia katika dhambi. Kwa hiyo vipindi ambavyo vitaendelea hapa mbele tutajifunza baada ya hili anguko, namna ambavyo Mungu aliishi na wanadamu wengine, namna alivyoishi na akina Nuhu, akina Enoko, akina Ibrahimu, akina Ruth kabla ya Torati. Haleluya. Aliishi nao vipi? Lakini tutaangalia baada ya Torati. Tutajumuisha mwishoni Jumapili hiyo. Sasa tutafanya mjumuisho wa wote ili uweze kuielewa neema ya Mungu kwa ujumla. Haleluya. Kwa hiyo neema sio ujumbe wa siku au ujumbe wa wakati. Neema sio ujumbe wa wakati huu. Neema ni ujumbe wa Biblia yote tangu mwanzo.
Haleluya. Neema ni ujumbe wa Biblia tangu mwanzo. Kwa hiyo kwa muda huu naruhusu maswali. Karibu. Mimi nina maswali mawili. Ndio. Mbona fanana? Ndio. Mimi nasema kwamba mwanadamu kuamua kumtumikia Mungu, kuamini na kutumikia Mungu kwamba sio swala ambalo Mungu anakulazimisha ni mambo na ni kweli. Lakini kwenye Biblia kuna watu ambao tunaona Mungu kama kuna kitu alifanya hiyo watumike. Wa kwanza Yona. Ndio wakati anajiepusha na uso wa Mungu kuelekea nani Tarshishi. Ndio bahari kuchafua. Kana nataka kujua hii bahari aliyoichafua ni Mungu au shetani? Wapi? Ndio. Paulo. Wakati yeye alipokuwa hajaitwa Paulo anaitwa Sauli. Wakati alielekea kuharibu watu. Kwenda Dameski. Yesu akamtokea. Akamprofesha kama hapa. Kaje. Okay, sasa. Maswali mazuri sana. Haleluya. Maswali mazuri sana. Swali la kwanza, Yona. Kama anasema mtu anatakiwa aamue mwenyewe kuhubiri au kutokuhubiri, Mungu amlazimishe. Mbona Yona ni kama alilazimishwa? Akamezwa na samaki. Akapata lift ya bure. Mpaka Ninawi, si ndio? Sawa. Yona alikuwa ni nabii. Na manabii wote wa Agano la Kale walikuwa kwa ajili ya kueleza kile ambacho Kristo atafanya. Walikuwa wanatabiri kuhusu Yesu Kristo. Walikuwa wanamzungumzia Yesu Kristo. Walikuwa wanajizungumzia wao wenyewe. Kwa hiyo kuna situation na mazingira ambayo yalitokea kwa manabii wa Agano la Kale ili kuweza kuelezea matukio ambayo Yesu atayafanya. Ambacho kile Kristo atakuja kufanya. Kwa mfano kama Yona pale, unajua watu ambao wanafundisha, na mimi nishafundisha pale. Sasa kwa hiyo tunapata somo gani hapo kwa Yona? Tunapata somo kwamba tusijiepushe na uso wa Mungu. Tuifanye kazi ya Mungu kwa moyo. Pia tunapata hapo fundisho kuwa ukikataa Mungu atatafuta njia yoyote ya kukufanya uweze kumtumikia. Haleluya, mpigieni makofi mtumishi. Lakini tunapaswa tutafsiri kile ambacho kimetokea kwa Yona kulingana na tafsiri iliyo katika Kristo. Haleluya. Angalia Yesu alipotafsiri kuhusu hii situation ya Yona. Yona alikuwa anaonyesha mateso ya Kristo na utukufu utakaofuata. Ndio kazi ya manabii wote wa Agano la Kale. Ilikuwa kuelezea mateso ya Kristo na utukufu utakaofuata. Kwamba walikuwa wanaelezea kwamba Kristo atakuja, atateswa, atakufa na siku ya tatu atafufuka. Atakuja, atateswa na siku ya tatu atafufuka. Ndio manabii wote walikuwa wanafanya. Angalia Mathayo sura ya 12. Mathayo sura ya 12 mstari wa 40. Mathayo 12 mstari wa 40. Kwanza mstari wa 38. Mstari wa 38 anasema hivi: hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu wakasema, Mwalimu, tunataka kuona ishara kwako. Unajua wao walikuwa wanamwambia tunataka kuona ishara. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanataka ishara wathibitishie kwamba yeye ni Kristo. Kwamba tuthibitishie wewe ndiye, tuonyeshe ishara yoyote ile. Umeona? Ishara na maajabu. Hao watu walikuwa wametoka katika kizazi cha ishara na maajabu. Musa alipasua bahari ya Shamu. Farao sio alifanya nini? Kwa hiyo ni kizazi ambacho kinahitaji ishara ndio kiweze kuamini. Haleluya. Walikuwa wameishi katika muundo
ukuta wa Yeriko ulianguka na nini, wale wamekuwa kwa historia hizo. Kwa hiyo amekuja na huyu wanataka waone ishara kama hizo. Kwa hiyo walikuwa nafikiri atakuja labda ataangusha watu, ataua hapo, afue, afanye nini, waone huyu ndiye mwenyewe. Haleluya. Lakini akajibu akamwambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Ishara ya nabii Yona. Ishara ya nabii Yona ilikuwa ni kumwelezea Kristo. Anawaambia hao kwamba mtaona ishara zaidi ya ishara ya nabii Yona. Angalia mstari unaofuatia. Anasema, kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Kwa hiyo Yona kukaa katika tumbo la samaki zile siku 3 alikuwa anaelezea mateso ya Kristo, kwamba Kristo atakaa. Kwa hiyo alikuwa anafundisha lile ni somo, anamhubiri Kristo kwamba Kristo atakaa siku 3 kaburini, siku ya 3 atafufuka. Ndicho Yona alichokuwa anakifanya. Kwa hiyo unaona kama Mungu alikuwa anamlazimisha Yona aende Ninawi akahubiri. Kwani hata baada ya pale Yona alikwenda alihubiri nini? Haleluya. Angalia sasa kitabu cha Yona, tutaenda haraka ili uweze kuona hiki ninachokuambia, ili uweze kujua kwamba Yona alikuwa kwa ajili ya alikuwa anahubiri, ni nabii ambaye alikuwa anahubiri kuhusu mateso ya Kristo na utukufu utakaomfuata. Mateso ya Kristo na utukufu utakaomfuata. Na ndio maana sasa sala ya Yona alipokuwa katika tumbo la samaki, ukiisoma ile sala, haimuhusu yeye mwenyewe kwa sababu alikuwa hajizungumzii yeye mwenyewe. Ilikuwa inamhusu Yesu Kristo. Ile sala aliyosoma pale, aliyesema hapo samaki akamtapika. Samaki kumtapika maana yake inaonyesha Kristo kufufuka kutoka kwa wafu. Kristo kufufuka kutoka kwa wafu. Haleluya. Kristo kufufuka kutoka kwa wafu. Angalia kwa mfano hiyo sala ya Yona iko sura ya 2. Yona sura ya 2 mstari wa kianzia mstari wa 2. Akasema, nalimlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu, naye akaniitikia. Katika tumbo la kuzimu naliomba. Yona alikuwa kwenye tumbo la kuzimu, alikuwa kwenye tumbo la nyangumi. Alikuwa kwenye tumbo la nyangumi. Kwa hiyo anapozungumza kuhusu tumbo la kuzimu, anazungumza kuhusu Yesu Kristo ambaye alienda kuzimu siku 3 kwa ajili yetu. Kwa hiyo hii sala ilikuwa ni kwa ajili ya Kristo. Yona alikuwa anakiona kile Kristo ambacho atakifanya. Kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo kilionyeshwa kwa lugha hii ya picha. Kilionyeshwa kwa lugha ya picha. Anasema, katika tumbo la kuzimu naliomba, nawe ukasikia sauti yangu. Katika tumbo la kuzimu naliomba, nawe ukasikia sauti yangu. Mstari wa 9 anasema, lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani, nitaziondoa nadhiri zangu. Wokovu hutoka kwa Bwana. Wokovu hutoka kwa Bwana. Alikuwa anazungumza kuhusu wokovu, kile Kristo atakachokifanya. Haleluya. Kile Kristo atakachokifanya ndicho ambacho Yona alikuwa anakionyesha. Na ukija huku mbele Yona huyo unasema alienda akahubiri Injili. Kile ambacho aliambiwa na Mungu akakisema, hakusema vile ambavyo alikisema. Alienda akawaambia vitu vingine na akawafanya wale watu wasema hadi wanyama wao wafungwe. Hadi wanyama wao wafungwe. Kwa sababu gani? Alihubiri kitu kwanza cha tofauti. Kwanza Yona mtu alikuwa anajihesabia haki. Alikuwa anahitaji wale watu wapate kile kitu. Alikuwa anahitaji wema wa Mungu wafikie watu wengine. Kwa hiyo unaona hii scenario imetumika kumuelezea tu Yesu Kristo kile atakachofanya. Lakini Yona yeye kama yeye hakuwa na huo tayari wa kuhubiri Injili. Kwa hiyo sio kwamba Mungu alitumia hii scenario ili aweze Yona aende kule Ninawi. Alitumia ili Yona amuelezee Kristo. Hiyo ndio lesson ambayo tunaipata kwenye hiki kitabu. Na ndio maana kiliandikwa hiki kitabu. Sio ili watu kuwalazimisha wakahubiri Injili, kuelezea mateso ya Kristo. Kwa hiyo tafsiri ya Agano la Kale mara nyingi utaipata katika Agano Jipya. Kile walichokisema mitume wa Kristo pamoja na Yesu mwenyewe wanatafsiri kutoka katika Agano la Kale kwa sababu hawakuvitoa vitu hewani. Haleluya. Ya mwisho ni ya Paulo. Matendo ya Mitume sura ya 9.
Matendo ya Mitume sura ya 9. Lakini Sauli, kuanzia mstari wa kwanza, lakini Sauli akazidi sana na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Yesu hapa akamwambia Sauli, nimekupiga upofu, hautaona hadi uhubiri Injili. No, akamwambia ile kwanza, ile hiyo ya kumpiga upofu sio kumlazimisha Sauli kuhubiri Injili, lakini ilikuwa kumzuia Sauli kuharibu watu wa Mungu, kuliharibu kanisa. Kwa hiyo ilikuwa ni ulinzi wa Mungu kwa kanisa, ulinzi wa Mungu kwa kanisa. Lakini hapa Sauli anasema, unani wewe Bwana? Hii kauli inaonyesha Sauli kunyenyekea kwa huyu mtu ambaye amekutana naye, kujiweka chini ya huyu mtu ambaye amekutana naye, kwamba sikujui, lakini vyovyote vile wewe ni mkuu, wewe ni Bwana. Ndio maana anamwambia, unani wewe Bwana? Anambia, mimi ni Yesu, mimi ni Yesu. Kwa hiyo ni Sauli mwenyewe aliamua kunyenyekea chini ya hiyo mamlaka ambayo amekutana nayo. Haleluya. Ndio maana anambia sasa, simama uende kwa mtu atakuelekeza ya kupasayo kuyatenda. Hakumlazimisha kwenda kuhubiri Injili, hakumlazimisha. Yeye Sauli alikubaliana na kile kitu, kwa sababu angeweza pia kukataa, kwamba alipoenda kule wale hawakumwambia kwamba Sauli, umekuja hapa ili ukahubiri Injili. No, walimuelekeza njia ya wokovu ili aamini kwanza. Baada ya kuamini, akafundishwa, akaona mwenyewe umuhimu wa kufanya nini? Wa kwenda kuhubiri Injili. Na ndio maana ukiona sasa hapa sura ya 13 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 13, angalia kuanzia mstari wa kwanza. Anasema, na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkirene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, na Sauli. Basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Hapa ni baadaye sana, wakati tayari amekaa chini ya mafundisho, amefundishwa, ameelewa kusudi la kufanya. Yeye mwenyewe anaamua sasa kwenda kufanya nini? Kuhubiri Injili. Haleluya. Amen. Yeah. Kwa hiyo haulazimishi. Amen. Nimeeleweka? Yeah. Amen. Kwa swali lingine? Amen, lingine. Mtu mwingine mwenye swali au nimeeleweka? Haleluya. Kwa hiyo kama hamna swali, basi tutaishia hapa. Tusimame. Lakini naamini unaimarika. Unaendelea kumjua Kristo. Haleluya. Unaendelea kulijua neno la Mungu. Mpaka kongamano linaisha, hautabaki kama ulivyo. Haleluya. Hautabaki kama ulivyo. Basi tusimame. Asante